tuambie hawa wako sawa ama hawa hawako sawa. Na hii ndio manhaji ya salaf, manhaji ya wema waliotangulia. Na hata wale ambao waliamiliana nao walitaka kufahamu hali zao zikoje. Je, hawa ni katika ashabu sunna au min ashabil bid'ah? Hawa je ni katika watu wa sunna au ni katika watu wa bid'ah? Walitaka kuyafahamu hayo. Kwa hiyo hawakuwa wakifanya tu lolote isipokuwa walitaka maelekezo kutoka kwa walimu zao ambao ni masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Faqultu, mimi nikasema, anasema Yahya ibn Ya'mar, mimi nikasema, Aba Abdurrahman, ewe baba wa Abdurrahman, ambaye ni kunia ya Abdullah ibn Umar. Anamuuliza, ewe Abdurrahman, innahu hakika qad dhahara qibalana nasun, pamedhihiri mbele yetu sisi watu, yaqrauna alqur'ana, wanasoma Qur'ani, wayataqaffaruna alilma, na wao wanajishughulisha na jambo la elimu, yani wanafuata ilmu, wanasoma Qur'ani na wanafuata ilmu. Wa dhakara min sha'nihim, na Yahya ibn Ya'mar akataja katika yale waliokuwa nayo katika mazuri ambayo yananasibiana na khairi ambazo walizokuwa nazo kikundi cha Ma'badul Juhani. Wa annahum, na ya kwamba wao, yaz'umuna anna la qadara, na ya kwamba wao wanadai ya kwamba hakuna qadar. Wa anna al-amra unufun, na ya kwamba mambo yanatokezea tu bila ya Allah kufahamu. Unaona hapo hawa ni watu ambao wanajinasibisha na nini? Na elimu. Wanasoma Qur'ani na wanajinasibisha na elimu. Wao wametafaragha na jambo la ilmu, maana wao wakiangaliwa katika jamii sura yao ni ashabul ilmi, ni watu wa elimu. Sinaelewana uzuri hapo. Lakini angalia kile walichokuwa nacho katika itikadi mbovu na mbaya. Lakini wao wakaona kwamba mbona hili ambalo wanalizungumza wao akina Ma'badul Juhani ni katika yale ambayo yanaenda khilafu na sheria ya Uislamu. Lakini tuende kwa sahaba, kwa sababu kilichowapa ule ulakini wao ni kwamba wamekosea katika mambo ya qadar, lakini wao ni ashabul ilm, ni watu wa elimu. Kwa hata hapo ukiangalia mathalan pengine hapa tu katika mji wetu huu wa Dodoma au katika watu unaofahamiana nao, maana si kila sahibul ilmi, si kila yule ambaye anajinasibisha na jambo la ilmu atakuwa ni katika watu wa haki. Laalla akawa ni mtu ambaye anajinasibisha na ilmu lakini ni katika watu wa batil, si katika watu wa haki. Tunaelewana nzuri hapa. Mithili ya hao zipo baadhi ya taasisi ambazo si katika taasisi zinazojinasibisha na manhaji ya sawa. Tunaelewana nzuri hapa, kama vile Islamic Foundation au Ansar Sunna, si katika watu ambao wapo katika manhaji ya sawa. Lakini ukiangalia dhahiri yao ni watu ambao wanajishughulisha na elimu, wana madaris za elimu, wana shule ambazo mazingira yao na manhaji yao ukiangalia kwa dhahiri ni nzuri. Lakini ukiangalia itikadi yao au yale ambayo waliokuwa nayo, bu'dal mashriqain, ni mambo yaliyokuwa mbali baina mashriqi katika upande wa manhaji ya sawa. Kwa hiyo usijinasibishe tu ama ukakaa tu na mtu kwa sababu huyu ni sahibul ilm, bali angalia, je, itikadi yake ni ya sawa ili uwe ndio sahibu wake. Usifungamane tu na mtu ukawa ndio rafiki yako kwa sababu tu yeye ni sahibul ilm lakini itikadi yake ni chafu. Hapana, lazima uchunge haya. Tunafahamiana nzuri hapo Naam. Qala, akasema Abdullah ibn Umar, fa idha laqita ulaika, utakapokutana nao hao, fa akhbirhum, wape habari, anni bari'un minhum, mimi niko mbali na wao, wa annahum, na ya kwamba wao, bura'a'un minni, wako mbali na mimi. Manake mpaka hawa watu wamekuwa mbali na Abdullah ibn Umar, amejitenga nao. Kwa hiyo suala la kujitenga na ahlul batil ndiyo min manhaji salafi,
ndiyo manhaji ya wema waliotangulia. Akipatikana sahibul bid'i, wewe jitenge naye. Akipatikana hizbiyun, wewe jitenge naye. Unaona haya ni maneno ya sahaba. Anasemaje? Fa idha laqita ulaika, utakapokutana nao hao, fa akhbirhum, wape habari, anni buraa'un minhum, mimi niko mbali na wao, wa annahum, na kwamba wao buraa'un minni, wako mbali na mimi. Hapa maana yake ameshaingizwa huyu Ma'badul Juhani kwamba yeye min ahli dhalala, ni katika watu wapotevu. Hii ni manhaj